mchungaji, utapiga makofi ya heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Tunawakaribisha tena ndani ya nyumba ya Mungu. Mjisikie karibu wote ambao wamekuja ili tuwe katika ibada yetu ya maombi. Mungu awabariki sana. Ikishakuwa ibada za hivi, watu wengi wanakuwa kama hawataki, lakini wewe ulifika. Mungu akubariki sana. Ni neema haikupewa kwa watu wote kumtafuta Mungu katika maombi. Biblia inasema nitafuteni madamu naonekana. Wakati wote utakuwa unapata wakati ya kuomba Mungu, uko na yao kama ni opportunity ambayo Mungu anakupatia. Sasa vile opportunity ya kupata kazi yenyewe inaweza kuwa na kurudishia $10,000 par mois. Amen. Wakati yote unapata neema, fursa ya kuenda mbele ya Mungu. Wakati yote wanapanga maombi kanisani, unaiangalia kama hii ni opportunity yenye inaweza nirudishia $10,000 par mois. Gisi unaweza kimbilia mtu anakuletea kope, anakuambia hii kope usipitwe, iko na mavantage ya mingi. Vile ndio kuna kimbia wakati wanapanga maombi kanisani. Jina la Bwana libarikiwe. Katika maombi watu wengi wamepata vitu vingi, na nawaza wengi hapa miongoni yetu tuna matokeo ya mazuri ya maombi. Amen. Matokeo mazuri ya maombi. Maombi hizi ambazo tuko tunafanya wala ambazo tutafanya mwaka huu wote, niko naomba Mungu sana isiwe maombi ya kusisimua hisia za watu. Isiwe maombi ambayo itasisimua hisia za watu, lakini iwe maombi ambayo itagusa mioyo ya watu. Kwa sababu hivi vitu viwili ni vitu ambavyo tunapaswa enda navyo sana. Na sijue mambo ambayo naongea hii siku ya leo mpaka tutamaliza, na nataka nifikie kulengo ambao hisia zetu zitanyamaza, lakini mioyo yetu iguswe. Na ili tufikie ile lengo, na waza mafundisho itakuwa kabisa kwa watu ambao watasikia. Na mimi nataka hizi siku, wakati waongozi watakuwa wanaongoza, tutakuwa tunaomba. Wakati ndashimama kuongea, niongee kwa kufundisha, ili twende na mambo ambayo yatagusa mioyo, roho za watu. Zisikuwe mambo ambayo zitasisimua sana mioyo, hisia za watu. Nikisema hisia, watu ambao wajua Kiswahili sana ni emotion. Sipendi niguse emotion yako. Je n'ai pas à atteindre tes émotions, mais que Dieu me fasse grâce que j'atteigne ton cœur. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce na mambo yote haya yaguswe, lakini sana roho zetu ziguswe. Roho yako ikiguswa ni kitu kikubwa sana ambacho kimeguswa ndani ya maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Mara mingi watu wakija kanisani na kuja katika hali za maombi, wengi sana wanatarajiaka wamuone Mungu kitofauti. Na ninajua ya kuwa ni lengo letu sote pamoja nami, ni lengo ili tumuone Mungu kitofauti. Akasema hakuna yule ambaye atakuja kwangu na arudi gisi alivyokuja. Hakuna yule ambaye atanilomba mkate nimpatie jiwe, na hakuna yule ambaye ataniomba samaki nimpatie nyoka. Maana yake wakati yote tunaenda mbele za Mungu tunatarajia wema na mema.
Wakati yote tunaenda kumtafuta Mungu katika maombi, tunatarajia wema na mema, na tunatarajia kusikia sauti ya Mungu, kwa sababu Mungu ambaye tuliyemwamini sio Mungu kiziwi, sio Mungu kipofu, sio Mungu bubu, sio Mungu kiwete. Ni Mungu ambaye anayesikia, ni Mungu ambaye anayeona, na ni Mungu ambaye anayetembea, ni Mungu anayegusa. Jina la Bwana libarikiwe. Hiki kitu wakati unakuja kanisani wala katika maombi, uko na kitia ndani ya akili yako, fikra zako, mambo yako yote iende mbele ya Mungu, na ijue ya kuwa Mungu ambaye ninayemtafuta ni Mungu kwanza anayepatikana, kwa sababu amesema tumtafute naye atatuonekania. Ni Mungu anayeonekana. Kia pili, ukienda mbele ya Mungu ukuwe na imani ya kuwa ni Mungu ambaye anayeongea. Kia tatu, ukienda mbele ya Mungu ukuwe na jua kuwa ni Mungu anayegusa. Kia nne, ukienda mbele ya Mungu ujue kuwa ni Mungu anayesikia. Jina la Bwana libarikiwe. Na hizi lengo nataka wala hii hali ya kujua hiki kitu kiingie ndani ya maisha yetu, kikae ndani ya maisha yetu. Kila siku wakati nafikiria, kuna wakati nyingi nakuyaka hapa, sitaingia hata ofisini, nakuja tunaikala pale, naanza tafakari juu ya ukubwa wa Mungu, na mimi natafakari mahali gani kanisa inaweza enda. Mara mingi nikikuja hapa asubuhi, siingie katika ofisi, nakuja nakaa tu pale mimi peke, kisha natafakari ukubwa wa Mungu, natafakari upendo wa Mungu, kisha natafakari juu ya kanisa kwenye naweza taka. Namwambiaka Mungu, mimi naweza taka kanisa liende hivi, lakini mapenzi yako njoo iende, mapenzi yako ifanyike. Kwa sababu kuna kitu ambacho nimegundua wakati tunaongea juu ya imani, wala wakati tunatutendelea katika mafundisho yetu kuongelea imani, nimegundua kuna kitu kingine. Souvent, non pas souvent, des fois, mara zingine, niseme vile mkiswahili, juu ya imani yetu, juu ya mambo ambayo tunayotarajia, juu ya mambo ambayo tunayotafuta, juu ya mambo ambayo tunayotegemea Mungu atupatie, juu ya mambo ambayo tumeamini kweli Mungu anaweza kutupatia, juu ya ile kuna mapenzi ya Mungu. Haleluya. Juu ya mambo yote ambayo tunaweza kufanya, unaweza amini mpaka unaamini vibambazi vinatikisika kwa sababu ya kuamini yako, lakini juu ya ile kuamini yako kuna mapenzi ya Mungu. Kuna wakati unaweza amini kitu na Mungu mapenzi yake inakuambia sitakikupatia, mapenzi yangu inaniambia nikikuime. Ni mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tukiwa wa Kristo lazima tujue hiki kitu. Tulikuwa Kigali, wakati tuko tunaenda Kigali, tukakutana mama Domitila. Huyu mama ni mama ambaye Mungu alikufaka kisha alikufaka siku 4. Na ile siku 4 Mungu alikuwa pamoja naye mbinguni akimuonesha mambo ya dunia. Sasa wakati aliendaka ya kwanza, malaika wakati alikia kumkamata akamwambia, mimi natafuta nilete uamsho mwa hii kontre mange kule Mafizi, Maminembwe, Uvira. Alifika kata hapa Bukavu, iko na beba injili. Alipokelewa na wazee wetu wa Sayuni, walikuwa wanampokea, anafanya mikutano kabisa, na akikupatia ile ushuhuda unasikia kabisa kanisa linaamka, unasikia unasisimuka. Niko naomba tukiama mzuri tunakuwa bien installé, ni muombe mzee tumuite na shie huku akio tufanye mkutano. Amen. Akasema wakati aliendaka ya kwanza, malaika anakuja kumchukua, aliendaka tu kuomba. Siku moja anaenda omba mpori. Wakati alienda omba, kwa sababu anasema siku alinenaka kwa lugha, akaenda kwa baporo wakasema katolike mwenye anena kwa lugha maana yake amechanganyikiwa, huyu kichwa yake haiko sawa. Jua kuna makatolike mwenye anenaka kwa lugha. Wakati alikutia kwa katolike akanena kwa lugha, makatolike wakasema huyu anataka tuletea vitu vya baporo huyu, basi wote wakamfukuza. Sasa akashindwa kwenye tenda ombe, akaenda mpori yeye peke. Wakati alifika mpori, iko naomba, malaika akamtokea. Anasema nikaona mtu akanichomokea Bwana, akaniambia niko na kutafuta ili injili iende mbele. Ule Bwana akambeba mahali alepoke wakati ya Mobutu, anasema ilikuwa wakati ya Bamulele. Akaenda mu quartier wala mu village enye Bamulele balikuwaka, akaenda ubiri. Akasema hivi, wakati alikuwa na ubiri, yeye hakukuwa na ubiri.
Lakini yule malaika ndio alikuwa anahubiri. Lakini watu walikuwa wanamsikia, walikuwa wanaona kama yeye ndio yuko anahubiri. Malaika anekala pembeni anahubiri, anasema, "Ye mama," anaona malaika ndio yuko anahubiri. Lakini wakati anamaliza kuhubiri, watu wanasema, "Mama, umetubariki sana. Hii maono, hii ujuzi uliitosha wapi?" Naye anajizi, "Mimi nilihubiri, mbona sio hata kuhubiri?" Malaika ndio alikuwa anahubiri. Sasa ule malaika akamtosha pale kuba maimai wala kuba mulele, akamwambia sasa twende sasa kuba sodea Mobutu, nabo twende tubafanye nini? Twende tuwahubiri. Akasema sasa alifika kule kuba sodea Mobutu, wa Musulmani akasema huyu anapaswa kwa Espanyol huyu. Aya anatoka kule kuhubiri kisha anasema nakia kuhubiri hapa. Akasema walimkamataka, walimpigaka mpaka ngozi katatoka kumwili. Bakamupiga kweli. Sasa walimaliza kumpiga kisha akamwambia, "Mbo tuambie sasa wenyewe unataka kutuambia. Tuhubiri sasa." Na basha mpiga. Wakati alianza wahubiri, bakajazwa ule malaika ndio alikuwa anahubiri. Bakakamatiwa na nguvu za Mungu na bakaokoka. Sasa aliokoka akawaacha akarudia. Sasa alienda sasa na malaika, akamwambia malaika, "Sasa nyie tunaombaka na mtujibi yake." Malaika akasema, "Jona, unauliza ile jibu. Sasa juu mara mingi tunaonaka tunaomba na hamtatujibia." Akamwambia, "Ndakujibia ile ya baadaye." Kisha akamwambia, "Acha basi nikuulize ingine jibu." Domitila yule alikuwa anaambia malaika, akamuuliza malaika hivi, "Unaweza acha wanipige na uko pembeni yangu na ufae kitu?" Asema malaika akamjibia, "Basi ulikufa?" Anasema, "Sikukufa, sasa endelea maisha." Juu ya imani na mambo ambayo tunaweza tarajia, haikuwake kila siku, lakini katika kutembea na Mungu, katika maombi na katika kumtafuta Mungu, kuna kuwaka wakati unaweza amini na unaingia katika maombi na unaamini sana kitu uko naombea, lakini juu ya ile maombi yako na juu ya kuamini yako kuna kwa mapenzi ya Mungu ambayo inaweza kuambia wewe sitakujibia, ndajibia mwingine. Amen. Hiki kitu tukikamate mzuri. Yesu akapanda kumlima, akaomba na akaona kweli vitu vinakataa. Akaona vitu venye atapitia ni vigumu. Akamwambia, "Bwana, ingilikuwa heri kikombe kikife nini? Kinipitie." Kisha akaongeza akasema nini? "Lakini mapenzi yangu isifanyike." Mapenzi yako ife nini? Jua ninaongea hivi. Ukifikia lengo ya kujua kwa mapenzi ya Mungu inaweza pita kila kitu kenye wewe unaweza hitaji, imani yako inakaza. Na kitu kenye kinatumaka tusiwaze hiki kitu ni woga. Kwa sababu si wanadamu tunapendaka kila leo nikienda kwa Mungu na nijilie vile vile. Nikilomba hiki na anipatie. Kama kunipatia, shida inaanza kuwa unaanza jiuliza, niliomba Mungu wala sikuomba Mungu? Nilienda mkanisa mzuri wala sikuenda mkanisa mzuri? Ule mtumishi ni wa kiroho wala yuko wa kiroho? Unaanza jiuliza mengi. Lakini Mkristo ambaye atajua ya kuwa juu ya mambo ambayo ninayoyahitaji kuna Mungu juu. Imani yako. Acha nikupatie example. Hivi gisi unaishi unapenda gisi uko naishi leo. Nani mwenye uko naishi hapa na ana mafikiri ya kuenda juu atie mikono juu? Hakuna. Lakini tunaishi. Auombe Mungu. Tunaishi. Utakatala ukwe mtoto wa Bill Gates sai. Utakatala sai ukwe na entreprise ya kabambi. Utakatala sai ukwe naambia watu uko natilia watu mikono watu wanaanguka. Tunaishi. Iki kitu kiingie sasa mumafikiri na maisha yako, ujue kwa kuna wakati ndaweza kumwomba Mungu, lakini juu ya maombi yako kuna mapenzi ya Mungu. Iki kitu mkishike sana. Sasa Mkristo mwenye na hii atasikia boga. Hapana. Kuna mama moja ambaye tulikuwa tunaomba kanisa, tutaenda tunafundishana polepole ili tupande. Nilikwambia nilipoanza, sitaki niguse hisia zako, nataka niguse roho yako. Mungu anineemishe niguse roho yako. Haleluya. Kwa sababu mengi ndani ya kanisa
mara mingi ndani ya kanisa, na kitu ambacho kiko kinaua kanisa na kinavunja nguvu ya kanisa ni hiki. Ni kukuhubiri ya kuwa kila saa ukiomba unapaswa pokea. Kitu ambacho kinaua imani ya Wakristo, kinaua Ukristo, ni ukifundisha wakati utakuya mbele ya Mungu utapokea tu. Lakini wakati tunatembea na Mungu, niliona wengi waliomba Mungu lakini Mungu hakuwapatia. Hivi jiulize, Musa iko ndani ya nyumba ya Farao, anakula bien, anaishi bien, naye iko kama mfalme, lakini Mungu akamwambia toka uende. Akatoka akaenda. Kule kwa Mungu alimkutana akamwambia rudia tena Misri. Mimi nakutuma wewe utoe watoto yangu kule. Akaenda tena kutoa watoto yake kule. Kufika mjangwa, jutu Mungu alimwambia sema usipige. Musa akapiga na akamwambia kuingia utaingia. Mtu ambaye Mungu alikuwa anaambia wengine nikiongea nao ni katika maono, lakini huyu Musa ni ana kwa ana, tunaongea naye. Mungu anajitapia Musa ya kuwa alikuwa anatembea naye, lakini sikia kufikia tu sema usipige, akapiga au utaingia Kanaani. Unaona kitu na waza juu ya mambo yote, juu ya imani yetu. Hiki kitu haiko ndio ningilipaswa ongea leo, sijui mimi nakiongea juu ya kitu ambacho unaweza ombea. Kuna mapenzi ya Mungu, na acha nikwambie sasa juu ya ile mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu ni mazuri kila leo. Ni mazuri kila leo. Unaweza waza uko naomba mazuri, kumbe uko naomba kibaya. Wakati wote Mungu na ukiona nafikia, uliamini kitu, ukakiombea, ukapiga magoti, lakini kikakataa kutokea. Mungu anakataa kukujibu, Mungu anakataa kukupatia haki. Jua ya kuwa Mungu anakutakia mema kutokukupatia kile kitu. Ni mema kwa sababu anasema mawazo niliyowazia sio mawazo mabaya, ni mawazo mazuri. Na wakati yote Mungu atakutakia, atakupatia kinyume ya kile kenye ulikuwa unahitaji. Jua kuwa njoo mema yako, kwa sababu mwanadamu ajuake lijiwe na samaki ni nini, au ujue nyoka na ujue mkate. Anayekijua ni Mungu peke yake. Unaweza waza umepata, umepatikana. Unaweza waza hiki ndio mimi nataka, kumbe pale umepatikana kabisa. Umepatikana kabisa. Unajiuliza hiki kitu nilikiingia kama juu ya nini? Na wakati ulikuwa unakiona, ulikuwa unakiombea, ulikuwa unasikia nguvu, ulikuwa unasikia imani, ulikuwa unasikia ndio hiki kitawezekana tu, kitawezekana tu. Wakati unatia mguu ndani, Bwana anasema nakataa, akitaendelea unaanza lia, Mungu chia nini? Mungu chia nini? Kumbe Mungu anajua chia nini. Mungu anajua chia nini mema kwako, anayekijua ni Mungu. Acha nikwambie, mwanadamu hayuaki bila anapenda. Pale tu nikikuuliza hivi unapenda sasa Mungu akufanyie, utakikosa. Utaniambia vitu 10. Nikwambia nipatie tu kimoja kunasema Mungu anifanyie hiki. Utaanza hiki na hiki nako ni kia mzuri. Na hiki nako ni kia mzuri. Na hiki ni kia mzuri. Anayejua mema na kizuri juu ya maisha yetu ni Mungu. Haleluya. Na wakati nyingine na kuwaka naomba kuna lengo ukifikia katika Ukristo. Utaishi maisha ya Ukristo ya imani na hakuna matakuzidia imani. Kuna fikra zikiingia ndani ya kichwa yako, utaishi imani na hakuna matakuzidia kile imani, na utaishi na amani na Mungu. Haleluya. Hizi fikra ni kujua ya kuwa yote ninayohitaji inatokea kwa Mungu, na chote kenye niko nacho Mungu ndiye alinipatia. Kenye niko nacho Mungu ndiye alinipatia. Kenye sina maana yake Mungu hakutaka nikipate. Mimi naanza kutembea vile na nishaka jitosha stress. Kuko mtu mwenyewe anatafuta kitu mpaka anatalumia. Anatafuta kitu na nguvu zake zote, na saki napotea, akukipata kukifikia anaanza laumu kila mtu. Kila mtu kwake anakuwa mbaya, ni juu ya huyu, ni juu ya huyu. Ni tate, ni mulozi, wala ni vya kwetu vinanifataka. Ni juu nilifanyaka kazambi, njoo maana abiendeke. Ni juu, ni utajirudisha nyuma, ni juu. Kumbe hakuna juu. Mungu yeye peke amejua juu ya nini akukupatia kile kitu. Na wakati utafikia ile lengo,
utaishi kwa amani. Hakuna kitu kitakutikisaka. Hakuna. Hivi mimi naanza na kenye sikupata, sikukipata, amen, Mungu akutaka nikipata. Jina la Bwana libarikiwe. Tukitembea na hii wazo, tutaenda mbali sana. Mbali sana. Asa kenye Mungu akupatia hawezi kikula. Amen. Kenye Mungu akupatia hawezi kikula. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui jua nini nimeenda huko, lakini basi iwe kitu ambacho kitasaidia mtu mmoja. Amen. Kikusaidie. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Juzi wakati tulikuwa katika hospitali na mtoto ambaye ametuacha, ile siku alikufaka jioni usiku, bakaniita na mama pasteur tuangalie hali ya mtoto, wanaanza tu explique, unaona mtoto alikuwa shakufa lakini tulimreanime. Mimi sasa niliangalia, nikamwangalia, nikapita natoka pale, nikaenda lia. Mimi nikaona kama kilio yangu inaanza, na nikalia na kilio yangu ishi hapa. Sasa tulirudia mshambre, nikakutana Pastor Mbula naye alikuwa kuniangalia na bibi yake, tunaanza ongea. Mimi naambia, sheri, mtoto haiko, tujitie moyo, tujumbie moyo. Hapana, iko tu basi, njoo nini iko, imani inashuka, hauna tena imani. Pastor Mbula akaniambia, pastor, imani inakosekana, imani inapotea. Nikawajibia hivi, imani pia ni kukubali kama naweza kufa, nao ni imani. Hallelujah. Imani pia. Sasa nilisema tu vile watu wakashimba kanyamanza. Nikasikia kimya inaingia msale. Nikasema maki hapa banasikia. Hiki kinaingia. Imani pia ni kukubali kama kinaweza potea. Na Mungu anabakia Mungu, utalia, utajiviringita. Kitu kenishakaona hakuna Mungu mwanalumizanaka na masambla za Mungu. Mungu anaweza kupiga na nafanya sambla na nakuacha mwa kile kitu, na uko nalia, unasumbuka, unajigaragula, unaenda matope, unaenda mbilima, unarudia kwa watumishi wote. Na hakuna kitu unapatikana kama Mungu anakuaga na iko tu pale kuna kuona. Kwa sababu mapenzi yake anapenda vikuwe vile. Kuna wakati juu ya ukubwa wake na fierte yake, juu tu anapenda aoneshe kama yuko Mungu. Anatuachaka mbia vile, kisha nakia anaturekipere tena na kimya binaishia pale. Kwa mtoto sisha kenda, si tushakuwa bien. Atulie tena siwishaisha. Abiaishaka. Na anabakia nani? Sasa hauwezi jivumbuna unasema na ya Mungu mimi navitoka. Ukivitoka yeye atabakia Mungu. Sasa wewe utaenda wapi? Hallelujah. Fikiria kwanza hii historia ya Yobu. Yobu kwenye Mungu aliongea na shetani, Yobu hakukua. Sikia, Biblia inasema Yobu alikuwa anatoa sadaka za kusema watoto yangu kwenye walienda, sijue kama sikia, sijue kama balifanya dhambi, sijue kama balikosea, kama balikosea wala kama bakosea, lakini mimi natoa tu sadaka ya kufanya nini? Ya kuchunga watoto yangu kule, bakifanya dhambi basi nisha watoa sadaka. Alikuwa mwaminifu hata Mungu akamshuhudia, umeona mtumishi wangu Yobu. Kisha Mungu tu kutaka yake juu ya masifa yake, juu ni masifa, akamwambia shetani, wewe mgusi. Sasa ni bebe vyote, beba mangombe, beba mambuzi, beba watoto, beba mali yote, beba vyote. Yobu iko kalme, achua vyenye vinapitikana. Haiweke je Mungu kunaongea kule na shetani. Kumbe Mungu niko natafuta tuoneshe shetani kama niko na sifa. Tu tipe kuna lumia huko chini. Hallelujah. Niko na lumia, mwenzetu kuna lumia. Yobu alishamaliza kumkula mali zake, akarudia tena kwa Mungu. Mungu akamwambia tena, uliona mtumishi wangu Ayubu mwaminifu. Akamwambia mali mimi nilikomprendre kama mali haina probleme kwake, ni juu nimpatia afya ya mzuri. Sikia vrema. Asebo uone kama tena mwili yake. Tipe huko aiwe bibi napitikana. Mpaka Yobu wakati alikuwa analia, alikuwa anamwambia Bwana, siku tutaonanaka na wewe, ndakuulizaka kwanza, nipime matendo yangu na nipime hii pigo yenyewe unanipiga, eske vinalingana?
na Mungu akuwaka na mjibia. Alikuwa na jiviringite kwa nalia, naomba, namuonesha Mungu, lakini tipe kutupa. Kumwisho ndio anamwambia Yobu, kwenye niliumbaka dunia ulikuwaka. Pale hata amuexplique basi. Shetani nilikuwa napenda nionyeshe shetani kama uko mwaminifu yangu na kama sifa zinanirudilia mimi. Pale hata amuexplique vile, anamwambia tena, wewe siku niliumba dunia ulikuwaka. Siku Haleluya. Kwa sababu ni mkubwa, anafanya kenye anachotaka, anaumba, anaua, analeta, yote ni vyake, anafanya anapenda. Wakati wa Kristo na kanisa tutafikia ili lengo, hatutahangaika tena mamilima na machumba maombi bila kupakana mamai za mikoshi, kwa sababu chote ambacho kitakufikia utajua ya kuwa Mungu wangu ametaka. Paulo kwa Warumi akawaandikia, ni nini itanitenganisha na mapenzi ya Mungu? Hakuna kitakachonitenganisha. Nikikosa ni amina, nikipata ni amina, nikivaa ni amina, nikikosa ni amina. Ninachokijua, mtetezi wangu kwa mwisho atasimama. Acha nikwambie, mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu ni mapenzi mema, na usihangaikake tena, dunia isikuhangaishake. Na pointi yangu naingilia, kitu cha kwanza ambacho shetani analetaka ndani ya watu ni uongo. Tangu mwanzo shetani anachokileta ndani ya watu ni uongo. Ni kuonesha kuwa iki uko nacho ni juu Mungu akupende. Ni kuonesha hata iki uko nacho ni juu ulifanya dhambi. Ni kuonesha juu ukipata ni juu ulianguka. Juu ukipata ni juu tateko ni mlozi. Hata mlozi hana uwezo wa kukufikia kama Bwana kumruhusu akuguse. Nani atagusa mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu, kama Bwana kumruhusu? Wewe ni kama mboni la jicho la Bwana, atakaye kugusa manake alimugusa kwanza Mungu. Ni manake Mungu amemruhusu. Hakuna kitu kitakupata, hakuna kitu kitakugusa kama Bwana akuruhusu kiguse. Na ninakutangazia, iwe mchawi, iwe watu wote, iwe kitu chochote kile, hakitakufikia kama Bwana hakuruhusu. Na ukiona kimefika, mwambie Bwana asante kwa sababu umeruhusu. Ninachokijua, kwa mwisho mtetezi wako atashimama ili akutetee. Kwa mwisho mtetezi wako atashimama. Haleluya. Pointi ya kwanza nianzie hapa. Shetani kitu ambacho anayeleta ndani ya kanisa na ndani ya watoto wa Mungu ni uongo. Ni uongo. Ni bongo. Yohana 8 mstari wa 14. Jean 8 verset 44. Je lis en français, je vais interpréter. La Bible dit ceci: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Écoutez maintenant ici, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des menteurs. Shetani anapoleta kitu na wazo, shetani naye hana uwezo wa kukugusa, kwa sababu unalindwa pande zote. Hawezi kukugusa shetani, hawezi. Anachokifanya ni kukutupia maneno kwa mbali, uitike. Ukiitika na ni uongo anakutupia, anakukamata. Na uongo wa kwanza ambao nimegundua, bongo za mingi shetani anataka kwa watu. Lakini kwa sababu tuko katika maombi na katika hii hali, acha nikwambie, moto wa Mungu hauwezi kushuka juu ya maisha yako kama hizi pointi mbili ambazo tutaongelea leo asikukaa sawa sawa ndani ya maisha yako, ili moto wa Bwana ushuke. Kwa sababu ni Mungu. Nimegundua kuna uongo moja ambao shetani analeta ndani ya Wakristo, zaidi wakati Wakristo wako katika hali ya maombi, zaidi wakati Mungu anakupompe ndani hewa ya kutaka kuomba. Shetani anakuletea kabongo. Bongo ya kwanza shetani anakuletea, unajua ni nini? Ni kukuonesha kama Mungu yuko mbali sana na wewe. Cheki haka kitu ni kitu kama ana sana. Haleluya. Kitu cha ajabu.
Unaweza kaona nika teketeke akafanya kitu. Lakini acha nikwambie, kitu kia kwanza kenye shetani anataka ndani ya kanisa, kinachoua imani ya Wakristo, kinachofanya Wakristo wasifikie lengo la kumfurahia Mungu na kufurahia wokovu, hiki kitu ni kia ajabu. Shetani anakuambia kwa Mungu yuko mbali na wewe. Katika ushuhuda ya Mama Domitila wakati tulikuwa Kigali, akasema kitu kikanifurahisha sana. Wakati alikuwa mbinguni, akamuuliza Mungu, jua nini sasa tunaombaka mtusiki yake? Jua nini sasa tunalombaka amtupatie kama tunalombaka? Anasema hivi, akasikia sasa vile mtu iko na muongelea kwa masikio. Akasikia sasa vile mtu iko nasema naye meko hapa hivi. Mtu iko naongelea hapa. Kisha Mungu akamuuliza, unasikia ile sauti? Akasema ndio, mimi nasikia ile sauti. Ile sauti iko mbali na wewe? Asi hapana, ni kama akiangalia hakuna mtu. Akasema ni kama nasikia mtu yuko naongelea hapa nyuma yangu tu hapa kwa masikio. Inakuwa sasa mtu yuko naongelea hapa tu. Yuko naongea tu na nguvu na kukwambia, uko bien, unasikia? Niko na besoin hiki. Akamuuliza, unasikia ile sauti? Huyu mama akasema ndio, mimi nasikia ile sauti. Mama Domitila nani? Mungu akamwambia, ile sauti iko mbali? Akasema hapana, haiko mbali. Niko naisikia, ni mtu yuko ananiongelea kwa masikio, niko nasikia kabisa bien. Akamwambia, unaona vile vile unasikia? Ni maombi ya watakatifu iko nanipandia. Sasa nilitaka na wewe usikie ili nipate kukujibu na kukuambia kuwa Mungu hakuwake mbali na wanadamu. Mnapoomba Mungu anahisi uko nasikia vile. Ndio kisi mimi nasikia kama maombi ya Wakristo wala ya watakatifu. Lakini kitu ambacho shetani ameleta ndani ya kanisa ni kuonesha watu na kanisa ya kuwa Mungu iko mbali. Na hii mafundisho zinajaa kanisani. Hizi mafundisho zinatatiza Wakristo. Hizi mafundisho zinatatiza Wakristo. Sikia aka kitu. Sikia mwa hii verset kuko fasi mwa kwenye Biblia inasema, sikia kinasema, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Manake wakati shetani iko nasema bongo, anayesemaka juu yake tu yepeke, hakuna mwingine. Manake akianza kudanganya, akudanganyake hata basi juu na wewe profite ndani. Anakudanganyaka juu yeye tu afanye nini? Aprofite. Sasa acha nikwambie, mafundisho haya yanajaa kanisani sana. Ndio maana Wakristo, kanisa, acha niwaambie, msihangaike. Nikoambia tunasikia Mungu. Hata ukienda mahali pengine kusikia neno la Mungu, utakapokaa mahali ambapo uzoee, mahali ambapo ujue, sema Roho Mtakatifu, hapa nisikie kenye unataka mie nisikie. Usikosake kaka kitu. Kote utaenda, ikuwe mkutano ya umsho, ikuwe sijue maseminari, wakati unaingia ndani, ambia Roho Mtakatifu, nisaidie nipate kusikia kenye unataka nisikie, ili kijenge maisha yangu wakati kama nao. Kwa sababu katika kanisa na katika mikutano pameingia sasa mahubiri mabaya ya kupotoza watu. Na hii ni ya kwanza ya kuonesha watu kama Mungu yuko mbali. Les gens des enseignements où banakuonesha ya kuwa wewe huwezi omba, mimi napaswa kuombea tu. Est-ce qu'on unaweza kutana Mungu? Unaweza kutana Mungu ni ae. Il faut faire imaginer ma sacrifice. Sikia hii vitu. Hivi vitu ni vitu vya maana sana mkisikie na mkisikie kanisa. Uongo wa kwanza ambao shetani analitaka ni kukuonesha kuwa Mungu iko mbali na wewe. Maana juu ufikie Mungu, il faut upige makilibite. Juu ufikie Mungu, maana il faut ma sacrifice si moi hivi extraordinaire. Juu Mungu akuongeleshe, maana uombe kwanza 3 jours 4 jours, uanze na kwa lugha. Ulishagonda, ndio Mungu aseme sasa. Les gens de prière, les gens des enseignements, où wanakuambia juu upate onction, fanya 40 jours. L'onction n'est pas loin de nous. La présence de Dieu n'est pas loin de nous. La voix de notre Dieu n'est pas loin de nous. Lakini mafundisho
Fundisho cha makanisa hii ni kwanza take it. Kama si ya kuombea huwezi barikiwa. Kama si ya kutamkia vitu huwezi barikiwa. Kama si ya kunenea mema, hiki kitu ni kitu kibaya sana. Kinatuma imani ya Wakristo inazama. Biblia inasema siku ile ilikuwa saa 9 za mchana. Biblia inasema wakati Bwana wetu amekata roho, Biblia inasema kukakuwa tetemeko ya ardhi. Jua ikapotea. Tukaenda katika hekalu, pazia la kanisa likapasuka, ili kila ambaye anaweza aende kale na aseme na Mungu wake. Sote tumepewa uwezo wa kuenda mahali patakatifu. Patakatifu una uwezo ya kuongea na Mungu wako na anakujibu. Una uwezo wa kuomba na anakuongelesha. Nani alikuambia Mungu akuongeleshe? Hivyo upande mabilima, hivyo nabii, hivyo mtumishi. Sikia hiki kitu. Na ndio maana unawazaka ukoke kiroho. Cheki tu maisha yako. Situko tunaongea. Cheki tu maisha yako. Aone kama unawazaka ukoke kiroho. Tia mkono juu, tuko tunaongea, tuko katika kanisa, hakuna mgeni. Unaanza ona hiyo sasa siko kiroho. Sianena kwa lugha. Siasikia machel de poule. Dieu est loin de là. Hata kwa kucheka Mungu anasema furahini katika Bwana. Tena anasema furahini. Ukifurahi katika Bwana, Roho Mtakatifu ameshuka na ameongea pamoja na wewe. Usichunge vitu vikubwa vikubwa. Alléluia. Écoutez un peu cette citation. Tout ce qui est loin est compliqué. Est compliqué à trouver. Est rare. Par conséquent, c'est peu de gens qui le trouvent. Kila kitu kinakuwa mbali. Naweza kupatia tu example. Juu upate oro sai. Upate hata mshali moja ya oro. Il faut uende wapi? Mshali moja tu ya oro. Hapa tu Bukavu. Mimi napenda nipate mshali moja ya oro. Utenda wapi? Il faut tuende Shabunda. Na utafika Shabunda, wanakuambia juu upate ile mshali ya oro, uende kumangele. Mna kumangele. Uende kupori. Na sio unafika kupori, wanakuambia juu upate ile mshali ya oro, shuka chini. Sasa juu ni vya mbali. Haiko kila mtu ndio ataenda hako. Dai gani utaenda kule na mgulu. Ndoto yangu unaenda kule na mgulu. Unaweza shuka. Alors vous allez comprendre que or a évalué que na kila mtu. Banani banavala or hapa bashimami. Banavala tu bague, chenette, bebi kona or kumwili yao sai tu hapa bashimami. Bomini ya kwanza bagi yangu ni ya or. Banisha mkono yule mwingine. Tuko baine tu. Hapa tuko baine tu. Unayajua nini? Ce qui est rare est cher. Introuvable. Lakini Mungu wetu bali tunashika kama iko mbali na gisi iko mbali. Njoo tutakutana na Kristo mingi aba kwake na uwezo tena kushuka mchumba na kupiga magoti na kuomba. Analalaka tu, anajua pastor ataniombea. Analala tu sasa talamuka, ndaenda na profete fulani. Juu anajua kama Mungu iko. Benye banaposha kutafuta ni benye balishapiga magoti. Balishakachoka na maisha. Balishakachoka, wanakuwa maskini. Ule profeta na kisiko na vale mangu yake ataitakataki. Unajua nini? Inane iko kumlima. Wewe unacheza na ule profeta. Inane iko kumlima. Unasikia tu akini wakwambia, cheza wewe na ule profeta. Inane iko kumlima. Pale mkichwa yako unaweza sema Yesu we, huyu Mungu ndampataka kweli. Yesu we, huyu Mungu ndamfiki. Inane. Il faut niende musoko. Il faut nitafutie batoto. Il faut nipige. Il faut niende tumika. Sasa huyu Mungu wa inanemu kumulima. Mimi ndampataka. Uongo wa kwanza ambao unaua imani ya Wakristo. Kitu kibaya
kiambia yeye peke. Non, si tuko watu ma sacrifice. Unaweza tuko na onction sana mimi. Mimi hii ni bongo. Kitu kenye siitikaki. Unaweza fanya 40 jours unapiga magoti. Na mimi natoka mimi na shiba na tutakuwa na onction moja. Ton sacrifice là a échangé sacrifice à Jésus. Le sacrifice suprême qui nous a été donné pour que l'onction descende à nous. C'est le sacrifice de Jésus. Biblia inasema Yesu akaambia mitume, mwende Yerusalemu, mnichunge pale. Msitoke, mnichunge tu pale. Nitawatumia nini? Balikuwa maombi, balikuwa mjeni. Balikuwa mjeni. Naona walifanyia combien de jours? Ilikuwa 10 jours. Wakati Yesu anafufuka, akabakia kwanza mudunia tu, iko natembea, anatokea hapa, anatokea hapa, anatokea hapa, anatokea hapa, akafanya 40 jours. Iko naongea tu na watu. Sasa tafuta kaenda, njoo akatuma sasa watu 10 jours avant ye kisha yekwenda. Njoo akaambia sasa mwende mchunge. Après 10 jours, Roho Mtakatifu akashuka. Hallelujah. Unaweza fanya 40 jours yako na ukukula. Na mimi nashiba tu. Nashiba kweli. Na tutakuwa na onction. C'est très différent na kusoma. Mimi nikisoma 10 ans na wewe kusomaka hatakuwa sawa. Lakini katika upako na katika mambo ya Mungu, ndio maana siku moja Yesu anatusha mfano, anaambia watu, ewana benye balianza asubuhi bakatumika, bakajikaza bakatumika, bengine bakakia jioni, kuna bakia masaa 2 tu bano batumike kazi ishe. Wakati alikia balipa, akabalipa bote bimoya. Bali balianza asubuhi, bakasema vie unatuone haeshi ndio tulianza asubuhi, unatulipa sawa sawa. Akawaambia anayejua malipo ya kilo moja ni nani? Mungu haiko mbali na wewe. Na hii utakutana ni mafundisho za huku kwetu Mwafrika. Huku kwetu Mwafrika umaskini ni kitu kibaya sana. Tia mkono yako juu, sema Bwana, ninakataa umaskini ndani ya maisha yangu. Batoto yangu, bajukuu yangu, kusikuwa maskini tabapataka. Umaskini inatumaka watu wanaanza waza venye vipasho kuwa. Umaskini inatumaka watu wanaanza fundisha venye vipasho kufundishiwa. Kwa sababu anataka ajikogotee utukufu yote. Na ndio maana mimi niko naona siku ya mwisho tutajitaka. Hiki kweli mimi nakwambia. Siku ya mwisho pale kwenye Biblia inasema watakuja, wanasema tulifukuza mapepo kwa jina lako, tuliomba tukahubiri kwa jina lako. Lakini atawaambia nini? Tulitabiri kwa jina lako. Atawaambia nini? Ondokeni, sikuwajuaka hata siku moja. Unaacha nini? Bapasteri ya mingi tuko na shida, tuko na jikugotea utukufu. Maana tunapenda vyote vyenye viko vya kiroho, vyote vyenye viko spiritual, vyote vyenye viko vya grave vikwe vyetu. Nyie mko mnakia tu kutushota hako. Nyie unaona kanisa imekaa tu ya wabebe. Hakuna ukoma kanisa. Hiki ni kitu kibaya. Kibaya sana. Yenaweza kuwa dadi akiingia mkanisa, watu wanashimama, akitapita, watu wanapiga magoti. Hii ni vitu tunajikugotea utukufu. Kama uyejere hiki kitu, nimieleka kabisa. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean 14, le verset 23. La Bible dit ceci: Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père le m'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Manake kila ambaye atamwamini Mungu, kila ambaye atampenda Mungu, mimi na baba yangu, mimi Kristo na baba yangu, tutakuja tunafanya makao yetu ndani mwake. Manake utalala na Kristo, utalamuka na Kristo, utatembea na Kristo, utasema na Kristo, kote kutakuwa Kristo atakuwa pale. Jina la Bwana libarikiwe. Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 16. Biblia inasema, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Manake Mungu haiko mbali.
Mungu hayakuwa mbali na wewe hata siku moja. Usijiwazi yake aseme Mungu yu mbali na wewe. Il y a un adorateur d'ici chez nous qui avait dit il nous comprend mieux plus que ceux qui sont autour de nous parce que lui il vit au-dedans de nous. Na iko pale ndani mwako Kristo, iko pale chini, haiko mbali na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu haiko mbali na wewe. Mungu iko pamoja na wewe. Kusikue mtu ukiingia kama kanisa unaona pastor anasema ya kujitapatapa. Yenjo wa kiroho kushindia wengine wote. Yenjo anajua kushindia wengine wote. Na hiki kitu kishanishangaza. Hivi pastor wanawazaka sawa na kwa mazabao, wanashinda watu yote akili. Unaona mazabao wanawafundisha. Kisha watu wanakuvigile kule. Kuko ba daktari, kuko ba nani kuna kuangalia unasema avie pala ni putre. Mais wewe utajua. Kwa hekima mtoto atakwambia anajiendea yake. Sasa wewe unawekewa unajitapa tu. Kuna watu wanikala mbele yetu na wanajua jamii kutushindia. Neema tumepata ya kushimama mbele yenu. Tufanye kuwa zaidi yenu. Tunawaongoza tu na ni neema. Kwa sababu wakati wote Mungu asanitosha hapa nimbia nafasi nyingine. Na nalamusha Esther anambia Esther ongoza kanisa. Mtakatala siku 2 siku 3 mwezi mmoja inane deza mnamuitika mnamkubali mnakaa. Haleluya. Juni Mungu. Kuna historia ambayo mnapendaka sana ndani ya Biblia. Siku moja Elia akapanda kumlima na wanabii wa Baali. Walipofika kwenye mlima wakafika kule, Elia akamwambia mfalme Akabu, akamwambia hivi, leo ijulikane Mungu ni nani katika Israeli. Swati iwe Mungu wa Israeli wala Mungu wa Baali. Twende kumlima tutoe sadaka. Mwenye atatoa sadaka na moto, anaomba moto na shuka inatoka mbinguni inateketeza madhabahu, ule ndio atakuwa Mungu wa kweli. Akawa akasema tupande na Jezabel bibi yake, twende na wanabii, twende. Bakaenda. Bakafika kule yulu, akasema sawa, madhabahu yenu kwe pale na mimi madhabahu yangu itakuwa hapa. Bakachinja ngombe, bakatia pale. Akamwambia basi mimi nawapatia privilege manabii habari kwa mingi, muanze muite Mungu wenu. Akishusha moto, basi tutafuata ule Mungu. Bakaanza ita asubuhi. Bakaita kweli bakaita. Bakapiga mangoma, bakalaguza bakaita. Wakati ilifika saa 9, Elia akakuja na Biblia inasema akakuja akawachekea, akablage nabo, akamwambia ewe mlalamike sana, samo ya Mungu wenu iko wapi? Iko voyage alienda mbali. Sasa mlalamike. Navyo vikalalamika. Mungu tusaidie, shusha moto. Bakalalamika mpaka koo zikatapasuka. Akaangalia kisha akamwambia tena, saa zingine anapenda aone sadaka zenu, damu yenu, simchikatekate, atawasikilia huruma. Mchikatekate. Wakaanza chikatakata. Wakajikata, damu zikatoka. Sutuone hata huruma, tushachikatakata. Wakati walinyamaza, Elia akamwambia, acha sasa mimi niitole Mungu wangu, kwa sababu Mungu wetu wake mbali. Biblia inasema Elia akashimama, akasema neno fupi sana, ijulikane ya kuwa wewe ndiye Mungu na mimi ni nani? Ni mtumishi wako. Shusha moto, na moto ikashuka. Kwa nini ya kukawa? Kwa nini ya kulalamika? Kwa nini ya kujikatakata? Kwa nini ya kufanyia kama sacrifice? Kwa nini ya kukua kama maombi kwanza? Ni kwa sababu Mungu wetu hajakuwa mbali nasi hata siku moja. Yu pamoja na wewe. Ukitembea anatembea na wewe, ukilala analala na wewe, ukiamka anaamka na wewe, ukilia analia na wewe, ukifurahi anafurahi na wewe, ukipanga anapanga na wewe. Huyu ni Bwana tuliyemwamini, ambaye hayupo mbali na sisi. Hahitaji dhabihu yako, hahitaji sacrifice yako, hahitaji kingine. Anachokihitaji ni moyo wa kutaka, ni moyo wa kumtafuta. Ukimtafuta jikoni atakuitika. Ukimtafuta uko katika nini ile salon atakujibia. Ukimtafuta sokoni atakujibia. Ukimtafuta kanisani atakujibia.
barabarani atakuchibia, kwa sababu Mungu wetu hajakuwa mbali na sisi. Nitakuomba uinuke, tumuite huu Mungu ambaye hakuwake mbali na sisi. Umwambie, Papa, ninajua uko hapa, ninajua uko ndani mwangu, ninajua Bwana huwezi kuniachilia. Mungu hajawahi kwenda mbali na sisi. Mungu hajawahi kwenda mbali. Kinachohitajika tu ni roho wa kutaka kumtafuta. Wewe upende tu kuongea pamoja naye. Ukiongea naye atakuchibia. Jioni ya leo ninakuhitaji. Paza sauti yako, umwambie tu Bwana, hata katika upole, kwa sababu haiko Mungu bali ili ulalamike juu kusikie. Haiko Mungu bali ulijikatekate juu kusikie. Ni Mungu ambaye ukinena. Sikia, Biblia inasema hata kabla hamjaomba ninajua mnachokihitaji. Kwa nini? Kwa sababu iko ndani mwetu. Tutakapokuwa na hisia, tutakapokuwa na hali ya kutaka kuomba kitu, anakiona, kwa sababu naye anaishi ndani mwetu. Anza kumwambia Bwana, ninajua uko pamoja nami, ninajua utaniachilia, ninajua uko na mie, ninajua uko nanisikia. Paza sauti yako, omba Mungu wako kenye unapenda, kwa sababu iko na wewe. Muombie, ongea pamoja naye. Usisikie haya iko pembeni yako. Wakati tunapoongea pamoja naye, tunamwambia kabla tuwezi ambia basheri betu, tunamwambia kabla tuwezi ambia bazazi yetu, tunamwambia kabla tuwezi ambia wachungaji betu, tunamwambia kabla tuwezi ambia watu wenye biko trop cher kwetu, parce que il vit au-dedans de nous. Il n'est pas si loin de nous, il est au-dedans de nous, il n'est pas très loin de nous, il est là avec toi. Quand tu parles, il t'écoute. Quand tu pleures, il pleure avec toi. Quand tu es content, il est content avec toi. Dis seulement aimant, dis Seigneur, je suis là. Dis Papa, je suis là. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu ne vas pas me laisser. Je sais que tu es au-dedans de moi. Et tout ce que je désire, Seigneur, tu le sais déjà. Tout ce dont j'ai besoin, Papa, tu le connais déjà. Parce que toi, tu vis au-dedans de nous. Et quand le monde peut nous rejeter et nous condamner, toi, tu nous comprends. Parce que tu sais les pourquoi dont on a agi comme ça ou comme cela. Seigneur, tu es avec nous. Nous te demandons, Papa, d'être avec nous. Nous te prions, Seigneur, de marcher avec nous. Nous te prions, Papa, de nous écouter encore là. Oh, alléluia, 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 Jésus. Yesu, asante Mwokozi mwema, asante Mwamba, tunajua uko mahali hapa. Haleluya, tunaamini Bwana majeshi uwepo wako. Oh, t'appelles omniprésent, tu es partout en même temps. Alléluia, merci Jésus. Alors que tes enfants sont en train de parler avec toi, Seigneur, réponds nos requêtes, réponds nos requêtes, réponds-nous favorablement, Papa. Tu sais ce dont nous avons besoin, tu sais ce dont nous désirons, tu sais ce que nous sommes en train de chercher, tu sais ce que nous sommes en train de désirer, tu sais, Papa. Et nous sommes là en train de parler avec notre Papa. La Bible dit, oh, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste avait appris à ses disciples à prier. Et Jésus leur avait dit, quand il faut prier, entrez dans vos chambres et fermez la porte là dans le secret. Commencez à prier. Et votre Père qui connaît et qui voit dans le secret, il va vous répondre là dans le secret. Parce qu'il est avec nous. Oh, alléluia. Nous te rendons grâce, Yahweh. Nous te bénissons pour cette soirée exceptionnelle. Nous te bénissons, Seigneur des armées, pour cette prière exceptionnelle. Unaanza nasi na wema wako Bwana, hautatuachilia. Neema yako kimbilio halitatupitilia. Wema wako unaendelea kuwa pamoja nasi. Tunasema asante kimbilio kwa neno ya jioni ya leo. Basi pamoja tutakudilia neno hii. Sema, Bwana Yesu, ninasema asante kwa neno ya jioni ya leo. Ninajua sasa ya kuwa uko pamoja nami, ya kuwa uko ndani yangu, ya kuwa hauko mbali na mimi. Asante Baba, kulia ninaomba unijibu Baba yangu. Ninakuomba hitaji ya moyo wangu unaijua Papa, uitizame, kwa sababu uko ndani mwangu. Benye niko nasikia na wewe uko nabisikia. Benye niko na hitaji unaviona Papa.
Unijibu kiongozi mwema, unijibu baba yangu, rafiki mwema ambaye anakuwa karibu yangu, ambaye aniachili yake. Sema nami usiku ya leo, sema nami na mie nikusikie. Utakaponyongelesha nitafurahi, katika jina la Yesu Kristo. Tumshangilie Mungu wetu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tunafika mwisho ya ibada yetu siku ya leo. Kesho tena tutaendelea. Karibu tupate kuomba, na mwongozi wa kesho atatuombesha. Tutasikia neno la Mungu, na baada ya neno la Mungu tena tutaomba. Ninaamini Mungu wetu hii wiki itaisha ametutendea. Sema tena, haiko mbali na mie.